Naam, hiyo ambayo unasikiliza ni Baraka One TV ikiwa majira ya saa 9 saa za Afrika ya Kati, ikiwa naelekea 10 majira ya Afrika ya Mashariki. Ni baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJ, pia ambaye niko nakurushia haya matangazo. Kwa siku ya leo siko peke yangu, na tumepata pia bahati ya kuweza kutembelewa na ndugu yetu mwingine ambaye tutakwenda kumsikiliza. Ila kwanza niko na Roger Seko Rafael, karibu. Tumekaribia tena ndani ya studio Baraka One TV kuja na habari na maelezo. Yes, ni kipindi cha habari na maelezo. Tuko pia na Moise. Karibu kwa mara ya kwanza kwenye Baraka One TV. Asante sana. Yes. Kwanza weekend ilikuwa bwana Roger Seko? Kwa upande wetu weekend imepita vizuri sana kwa kutafuta habari tu. Relax kidogo, kupata angalau, kupata upepo. Sehemu fulani tumaeneo bila, kwa sababu ni mji ambao kwa sasa unatulia. Yeah. Jana dimanche kulikuwa mechi ya Leopard na Nigeria. Ndio, kulikuwa mtanange mkubwa sana nchi ya Leopard ambayo ilikuwa na mechi na Nigeria, ambayo kabisa kwa mechi ilikuwa msubiriwa na wengi sana. Najua tutapata umuhimu wa kuzungumzia na yeah, tutazungumzia kidogo kwa ndani. So Moise, pia vipi mechi uliangalia jana ukiwa Burundi ama ulikuwa kwa Kongo? Upovu wa bahati sikufanikiwa kufuatilia mtanange huo wa DRC. Ulikuwa na habari kwamba timu yako itacheza? Na nimefuatilia kabisa kwenye mtandao, lakini kwa TV sikupata muda. Yes. Tunazungumza kuhusiana na bombardement za FARDC maeneo ya Mikenge. Inasema hivyo. Pia kuna ujumbe za audio ambazo zilikuwa zinatembea kwa Twigwaneho wakijaribu kudanganya taarifa za habari kwamba kuna mwingiliano, kuna wanajeshi wa FARDC ambao wako wanakolabore nao moja kwa moja na wanawapiaga pia mpaka silaha zikija wanawaambia nendeni nafasi fulani, njoo mshambulie, mchukue silaha. Ni audio ambazo zimetengenezwa ili kugombanisha FARDC. Na pia tutazungumza kuhusiana na mapigano huko maeneo ya Shabunda. Kwa mara ya kwanza M23 inaingia mu territory ya Shabunda, Mai Mingi pamoja na Kibanda Mangobo. Nini kilitokea mpaka wakadeborde kuingia Shabunda? Je, wataikamata Shabunda kama gisi walivyokamata materitory mengine na malokalite mengine? Tutapata mengi hapa kutoka kwa Moise. Nafikiri kuna taarifa nzuri hapa pia na Roger, pia hata na mimi pia nina taarifa nyingi kutoka haya maeneo. Na pia tutagusia kitu kingine. Rais Ndayishimiye alikuwa Kishasa na alikutana na rais wa nchi kwenye ile mambo ya CIGR ile ya Grand Lac. Waliongea awiklo mambo mengi sana ya development za hizi nchi mbili, tutazungumzia hivyo. Na pia kuna ndugu yetu hapa, mbunge wa taifa Bobasha Tanganyika David aliweza kufanya mambo makubwa jana kwenye mkutano wa hadhara wa wananchi wa vijana, na aliongea mambo mengi na kutoa siri nyingi pia za serikali ya jimbo. Mada ilikuwa tokea uwepo wa ofisi za bunge hapa, kuna advantage gani ambazo raia zaidi vijana wamezipata. Wamoja walijaribu kupaka mafuta, lakini yeye alikuja kaweka nyeupe na nyeusi. Na pia kwenye mtanange wa Kongo na Nigeria, serikali ya Rwanda ilipiga marufuku mechi ya Kongo na Nigeria isionyeshwe Rwanda mzima. Na hata pia ile ya Cameroon walichukizwaga kuona gisi Kongo ilifunga Cameroon. So haya ndio ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Karibuni sana, na usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakunana na matukio mengi ya yote ambayo yako yanazidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibuni. Na tukianza na hili swala la kwanza, nafikiri makubaliano ya Doha yalisainiwa siku ya Jumamosi, na siku ya kabla siku ya Jumamosi, yes, kabla ya kusainiwa kwa mikataba ya Doha siku ya Jumapili ilikuwa le 15, le 14 kwa mkia le 15 ndio kulifanyika zile bombardement maeneo ya Mikenge mpaka kuja kumalizia male 15 hivi, na kufika le 16 Aprili signature ya Doha. M23 nao pia wakafanya mashambulizi mengine huko maeneo ya Shabunda. Tuanze na Mikenge. FARDC na wazalendo wamekuwa kimaintenir maposition mengi sana kule maeneo ya Mikenge.
na hii hapa ni kutokana na kwamba uwepo wa wingi wa Twigwaneho, Red Tabara pamoja na M23. Mara mingi Twigwaneho wanakuwa hawajionyeshi wakiwa kama ni wanajeshi, ila wanatumia mwavuli wa uraia. Wakiwa nataka kufanya mashambulizi wanavaa combat na silaha, wanaenda kushambulia. Baadaye wakitoka wanakuja wanavua, wanajifanya kuwa raia. Na ndio kile ambacho pia wako wanalilia kusema kwamba kila mashambulizi yakifanyika kule maeneo yao, wanadai kwamba serikali iko inapiga raia. Sasa hizi bombardement mara hiyo zililenga kambi ambayo ilikuwa iko inaandaa mashambulizi dhidi ya vikosi vya FRDC na vikosi vya majeshi ya Burundi pamoja na wazalendo kule maeneo ya Mienge. Baada ya hizo bombardement tu, Moise Nyarugabo kama kawaida yake akatweet tena kupitia X na kusema yale yakajirudia kwamba FRDC wako wanapiga raia na kusababisha deployment za wananchi maeneo ya kule Mikenge. Sasa hapa pia kuna audio ambayo siku 3 nafikiri 4 zimepita za Wanyarwanda wakiwa wanajidai kusema kwamba wao wanapataga silaha kwa urahisi kutoka kwa FRDC. Wako na watu wao ndani ya FRDC ambao wanawaletea zile silaha, na zinakuja ni baada ya wao kuzungumza na ndugu zao ambao wako mle ndani ya FRDC. Nafikiri hapo kuna kaujumbe kidogo ambako Moize alikuwa iko nako. Yeye bado ulisikiaje? Naam, shukrani tena kunipatia tena fursa. Kuhusu hilo swali, niliwahi kufanya utafiti na kupata udhibitisho la hilo tatizo. Inaonekana kama hao watu wa Twigwaneho wako na watu mule ndani mgouvernement, na walisiple piko colonel umoya mwende kupatia mafuta info, kwa sababu wakati wali recevoir zile armes, zile munitions de guerre, les mêmes jours wakati wali recevoir les munitions de guerre, et les mêmes jours au Twigwaneho walipata information. Haikupita hata 24 heures, maana yake zinafika na wakapata information zinafika. Na ndio wana walipata hiyo kiburi ya kusema kama wao wako wanapata information ziko fiable zinatoka mu FRDC. Maana mule mwa ile click huko wamo wa très bien kupata information. C'est cette raison que habakutarder wa Twigwaneho ukia menacer makan za FRDC. Kwa sababu kwa sababu na information ziko fiable na kwa sababu kuna watanzia. Eske mtu mwenye kuwa na kula mtu ama tuseme mchawi anaweza kuambia kwamba yone mnyumba wako kijana wako ndio tunakurugaga naye kama kweli ni mchawi? So naona bwana mtangazaji, nikupatie kitu kimoja. Na wewe pia ni mtangazaji wa. Nikupatie kitu kimoja. Bora unaishi na mbaya wako kuliko kuishi na mnafiki. Unajua mnafiki ana sura. Wote wako kwa cheka naye, kumbe nyuma na kugeuka. Lakini kuna audio ambazo wao pia tena wamezitoa zinasema kwamba ile ilikuwa ni message yenye walitengeneza juu ya kugombanisha vichwa ndani ya FRDC. Na sio mara kwanza ni wanafanya hivyo. Na sio mara kwanza kufanya hivyo. Lakini unaona matukio kwaje? Iko ndako iko ajiconcorde. Maana yake mko click hebo kule. Bana créer, bana déstabiliser, tena leta message ya confort kusema kama ni vitu viko organiser. Mais kinataka kupatia udhibitisho kama mu system ya wanajeshi wetu wajangalie, wajikontrole. Biko atoka mafuite zenzi ko fiable, zenzi ko patia wale wa ndugu wetu wale wa rebelle wa Twigwaneho nguvu ya kutumenacer. Wewe nishakwambia c'est pas possible. Dans 24 heures Mashajua na nombre de munitions na vilifika na vigisi vilifika vilitoka viliharibika vyote wanayua. Kisha wanataka tumenacer les mêmes jours sans toutefois vaillant soldats wetu kujipreparer. Ilikuwa ndo surprise mpaka wako étonné comment c'est fait tunapata kwa sababu unapata chakula leo mwizo anakia kuingilia. Kisha anakuambia lete ile bunga, lete ile maragi, lete ile nini. Sasa mbona mlikuwa nayo kwa wakati wa kuuza? Donc kile tutatia kwa akili hapa ni licha ya uwepo wa hawa ndugu zetu, mimi nataka ndugu zetu wa Nyarwanda ambao wako infiltré mu armée congolaise, mpaka leo kuko wale wenye hawajakubali tu kwamba wanatumika kwa ajili ya Kongo, ila wako na zile mipango zao juu ya M23. Lakini kule milima ya juu, hii operation iko menée na ba general bawili.
kuko general wa FRDC na general mwingine wa armée burundaise. Est-ce que general wa armée burundaise anena permettre manane zitoke? Usisahau kwamba kama wako kule ni juu ya kukinga kwanza Redi Tabara wasiende wapi? Burundi. Est-ce que anena ingia michezo? Hapana. Swala wale wa general. Siko na basego. Na general sipata ministre sasa sipata wiklo. Sipata public. Na wakati ministre unafika public. Na mule public mule. Ndio mtatoka sawa de batretre. Okay. Yeah, sawa bwana. Ndo Moize huyo. Tutakuwa naye kwenye vipindi vingine vijavyo na ni mtu wetu, tuko naye siku mingi lakini hamjua kumsikiza. Ndio umemsikiza. Roger, naona umepoa sana. Ndio hapana, ninapenda kuzungumza. Unamsikia Moize? Namsikia yuko vizuri kabisa Niseme kwamba mjeshi FARDC kila wakati amkosaki batretre ba espion ndio walikuwa wanatumika kwa faveur ya M23 na sababu gisi msemaka infiltration ilifanyika tangu wakati wa zama za Joseph Kabila. Infiltration ilikuwa ya mingi na sidhani kwamba hata kama FARDC na vyombo vya dola viko vinawachukua wale ambao ni wa espion wanaanza bahariti sababu sio kamata wa masunzu siku zilizopita ndio watakamata wote. Kuna wengine wako ndani. Na pale inaonyesha kwamba kuna wakati information zitakuwa zinakuja kila wakati. Na ndio maana hii message yao wakati wanaipost video sio kusema kwamba sema wanakea jila vete na kusema kwamba kitu maana ujumbe mwingine kusema kwamba hii ilikuwa information ya uongo sasa tunaikamata kama ndio kosa ni kweli ilikuwa information ya uongo no. Ilikuwa information tunaikamata kwa tunaiverify. Je, hii habari zimezungumziwa juu nini? Na mnafanya utafiti. Na wakati unakuja kama unafanya utafiti ungosha ni habari ya kweli. Maana yake kuna confirmation total kama habari ni ya kweli. Na wale watu wanakuwa na apui tu kila wakati. Na nyingine ya kuzungumza. Kila wakati ukipata vichapo wao ni wa kwanza kulalamika kila siku. Hawajawahi kutulia wakipigwa, lakini wakipiga wanajinadi kwamba wako wanatetea ardhi yao. So tuachane na maeneo ya Fizi huko Mikenge. Lakini wao wanataga Mikenge. Unasema Mikenge. Na wakati ni Mienge. Kwa Kibembe kule nilikuwa na Wabembe. Mapigano yamefanyika Shabunda. Kwa mara nyingine tuseme M23 iliperse kuingia mpaka Mshabunda. Bali pita nyuma ya Kibanda Mangobo na kujikuta wako mumai moja. Baliweza violer cessez le feu après kusinya makoro ile ya les 15 hapa juzi tu. Wenzao sasa wanasubiria execution ya ile makoro. Moize wanakuja wanavunja cessez le feu, wanaanza shambulia. Est-ce que M23 itaingia Mshabunda centre? Gisi unajua territoire ya Shabunda? No. Hiyo ni sheki. Choo ndapatia mfano kidogo. Ushaye kupigana wala ushaona mtu anapigana na bebe wala mkade. Uko superior uko fils ukapigana na mtoto. Wala mtoto alikuwa na mbwembwe sana. Acho kigefe kidogo anakupiga kofi anaanza kucheka. Nishampiga kumbe mkubwa yuko mpiga target. Anasema mtoto tu najua kitu cha mtoto ikosi mchanga. Hii politiki wale plani ya M23 kusema kama ndio chokoza Shabunda. Yesheke. Shabunda tusikamate sa vile Uvira. Shabunda tusikamate sa vile Fizi. Shabunda tusikamate sa vile Bukavu vile. Shabunda iko na espace vide zenzi kuinabite. Za mingi sana. Za mingi. Espace ya Kabambi ni forêt. Shabunda iko na espace za mingi zina maroute. Unasikia? Na hiyo maroute ndio naona ni mapla tactique ya guerre. Sasa kuna njia hivi vraiment kupersa kwa nguvu. Nguvu ya. Bana ba type kisi wanda chokoza Shabunda. Na yuko sana ingiza mfile. Iko sawa ile mikeke ya file maya inakogotoa na kale ka upepo kaningia mfile. Utalipatia jibu siku za usoni hapa kwa wale jamaa utapigwa wala warudie. Wajua kuna wanaenda kula watapersi. Est-ce que batapata hata muda kupumzika mwile pori ya Shabunda na watoto wa mwingine wa Shabunda wenyewe hivi gisi tuko hapa washajideployer presque mapori yote. Ndio maana nilikwambia kama wakati kwa pigana mtoto ifuko tu vaya. Imagine tu kwa moi guerre shafa combien de mois? Bon, tunaenda presque inane. Biko Bukavu ville Bukavu combien de mois? Presque 9 mois. Na territoire Shabunda ko to résistant. Comment c'est fait ça wakati wa ma clôture mako
Okay, pekse kule. So kama yuko chitafutia ndo shimo. Wala yuko chitafutia ndo watu waongelee. Kwa jua hakuna kile kitafanyika kule Shabunda. Ni esheke tu wale tafuta wande wandiza tu wa soldat wa watu. Na mwenye yuko kule mwa hii kikosi ya M23 kwanza kutia. Parce que Shabunda wasikamate sa Kabare wa sa Kale. Shabunda ni kubwa na Shabunda iko na balide wakubwa na Shabunda kwa wazalendo wakubwa. Yes. Wajua wale jamaa watapigwa, kisi walipigwa kwa wale mamilima ya Mwenga kule, wakavulika makapili wakashindwa kisi watajitoa. Na ndio hivyo Shabunda wako watapigwa mpaka kisi watashindwa kisi watajitoa kule Shabunda. M23 wamefanikiwa kuvuka barabara kupitia Kimbili ambayo inaelekea katikati kabisa, kwa sababu baada ya kucontourner Kibanda Mangobo wakajikuta nangukia maeneo ya Kimbili, huko pia kufika mpaka maeneo ya Maimoya ya maeneo ya Maimoya. Sasa njia ya kusema bengie Mushabunda centre, bon c'est comme si itakuwa compliqué kwao, lakini zone za Kimbili, Ngolombe, Izea, Evari pamoja na maeneo mengine, wananchi pale deja washakuwa na wasiwasi ya kusema jinsi wanaanza vuka hivi, basi huku sie tuko matari. Na msisahau kwamba M23 kote kwenye wako napita kwanza bakikuta mastructure za sanitaire ni kwanza kuvunja na kuiba madawa na vitu vingine. Na kupiga madaktari, kuna daktari ambaye alipigwa vifimo kwa siku zilizopita hapa, simeti alikuwa anatunza wazalendo. Kaumia vibaya. Maduka za watu ni kuvunja, kuiba na kupora. Message gani yenye tuseme kwa ngambo ya Moize yenye unaweza sasa kuconforter batoto ya Shabunda kusema hivi sasa ndo wanaingililiwa sasa hivi? Juba alikuwa anasikilia tu kwa mbali. Mnado kwa mbali. Hivi sasa ndo M23 anaingia sasa. Baji comporter kwa sababu tusha wazoea ba M23. Tu wangu kusaidia kitu. So ama village on cité hapo. Gisi nilikuexpliquer mwanzo ke Shabunda ni kubwa. Shabunda inazidi hata Rwanda si je ne trompe pas. Shabunda ni kubwa. Na kama ni kubwa, uma village uko na nsitelea hapo. Uma village budogo sana Mshabunda. Bule mwanzo hivi. Bwana usite ionekane sana ya mingi, kumbe ile haina haiko peple. Iko kwa watu wadogo. Na ndio wale wadogo wanashindwa kujimaintenir, kufaire bloquer, kufanya face na wale waasi wa M23. Kwa hiyo message nitakupatia message na pana kwanza kwa watu wa Shabunda. Bakwe tout dire. Sawa, ba croire que gouvernement ko derrière yao. Na ba croire que Shabunda yuko mikono yao. Hata kukuye polémique zaye hakuna kile kitawatoa. Parce que chaque fois 8 mois 9 mois ya guerre. Abakubanaka Shabunda. Comment c'est fait ça mon clôture? Ndo wale Shabunda. Takuwa sawa watu wa Shabunda ndio washachoka. Lakini je suis sûr que watu wa Shabunda biko dire na bata itika watu batawale mtendea mita. Yes. Roger Seko, una la kujazia pale? Hapana, sina la kuongeza isipokuwa tu kuambia wananchi watulie kwa sababu M23 inaanza kupoteza equilibre siku zijazo. Juu effective kila siku pande wao inapunguka. Na kwenda sasa kujitia mwenyewe kumsalaba, kwenda kutupa mazile miti za kule maeneo yenye muelewi zaidi. Pale maana mnaenda fanya mbolea kwa zile miti baadaye ziote na watu wakavuna nyingi za kutosha. Ngoja tuone nini ambacho kitafuata kule. Ndashimi alikuwa yuko Kinshasa. Kwanza mahusiano kati ya Kongo na Burundi, kwa wewe ambao unaishi Burundi mara mingi, Moize, unaonaga kuna dalili gani relation ya kawaida tu kwanza tu ya wananchi ya Burundi na Kongo? Relation ya wakongomani wanaishi Burundi na Warundi iko na jamii yao shobo. Parce que bene banaanza kaishi mbele Burundi wale bavie na bene bangana banaendelea na kuishi wakati wanakuambia kama hii wakati komeye tofauti na ile mwanzo. Parce que Congolais iko considérer ça Burundi. Vraiment iko kwa traiter ça vile Burundi. Zamani ulikuwa na dossier Congolais kwa dossier Burundi inakuwa ni problème. Mais hivi hata au Congolais kwa dossier Burundi utajisentir wapatia droit sheria zako vile. Huko mpaka ni Congolais iko na shtaki Burundi kwao. Na anapata sheria. Anapata sheria. Tofauti na zama za kale. Hii ni kutokana na hivi na ni karibuni Kongo na Burundi wamekuwa committed kwa masuala kwanza ya kivita, wanaungana kwa pamoja juu. Usisahau kwamba baadhi
ya Kongo iko na ni Burundi pale. Ndio iko na komande huko kote hivi. Nenda. Kwenda kwa rais Ndayishimiye Kinshasa, nini kilimpeleka kule? Maana wewe pia ni mtafiti wa mambo sana. Ndayishimiye alienda kwanza wa kongre ya CRGL. Wajua na yuko fi parmi ba president wa CRGL. Akaenda akamaliza ile makonferensi zao. Hapo kumaliza wakakuwa sana na wazasema na réunion yenye kwa la contre na CRGL. Wakaongea na president Felix Tshisekedi. Man to man. Wao wawili sasa. Masuala yao ya ndani na waliongelea kitu kia faida, wajua waliongelea situ kilimo, sécurité, ma projet, ma commerce transfrontalier, biote uhuru, wa biashara nini da wakafikiria ba kuchanger ba ingénieur agronome. Ba Burundi Kongo. Baende fasi moya ba former kitu kile kitaleta tija wa Kongomani na kwa Warundi. Yes. Unaona Kongo sasa hivi ndio imekuwa sauza ya Burundi. Kongo imekuwa sauza ya Burundi juu. Ukizunguka na ni Muvira sasa hivi. Bafanya biashara wote wadogo wako na tamiza biashara ni Burundi. Mimi sio Uvira. Ilikuwa tone na Manyema. Unaona. Na sio hapo tu. Yaseme kwanzia yote ya Kongo. Baburundi bandikitu Baburundi antuka biko mingi za. Sasa kitu kimoja. Hebu ni ba mason. Hebu ni ba plombier vile vile. Donc kazi zote yanukimpa anakuambia hego. Sasa mpe sasa gasi. Rojo. Niseme kwamba watu wanatumika vizuri sana. Hapana ni kazi hapo kuko na kuko ba frapper. Yaani hebu ndio tumekimpa sasa boss ni sawa. Iko no fanya mzuri. Unakuta bamoya hivyo bengine biko vizuri. Wanajitahidi kwa namna yao. Ila bei yao ndio iko chini. Na ile ndio inatuathiri. Kwanza nilikuwa penda kwanza niguzie kidogo kuhusu hiyo relation bilaterale ya Burundi na Kongo. Vraiment kweneko naenda ni pazuri sana. Sana kabisa. Na tunaweza shukuru sana wa rais wote wawili. Rais wetu Tshisekedi na rais Ndayishimiye. Parce que rais Ndayishimiye papa, sio rais wa black. Ni rais mwenye kwa ma decision. Yeah. Sio kama ulipata kafununu kama ndio alisaidia hata Samia Suluhu kule Tanzania. Haule manifestation ilijiri hapo. Ndayishimiye aliintervenir kama. Alijua kwamba nani Kagame iko na mkono mle ndani na Ruto na Museveni. Aliintervenir. Na wakati wa prestation ya serment ya Samia, Ndayishimiye alikuwa pale. Na après prestation ya serment, baliongea tena na Ndayishimiye wiko. Sijui uko na ukafunu. Zote zipo. Nani president Ndayishimiye ni mtu mwenye hataki mtu akukandamiza mwingine. Maki ukipenda kujionesha wewe ndio puissant kwa mwingine, wewe ndio yakona mchukiza. Na ndio maana anachitone koro ame kusudi ya asaidie nani Kongo. Japo hiyo naye kunapiganisha wale wa rebele wake wa Red Tabara, lakini naye anatusaidia sana sisi. Ndio tukijua vile basodaka alikuwa Goma. Eske Goma piko Red Tabara? Hapana. Walikuwa Bukavu piko Red Tabara. Lakini kwa ile volonté ya kusauver nini intégrité territoriale ya Kongo. Usekirite waliongea na waliongeza tena ngine ujuzi. Waliongeza ngine ujuzi wa kuangalia kwa kusauver pays zote mbili. Unaona Ndayishimiye iko determiné sana juu ya sécurité, surtout Asha mwana Paul Kagame ni mtu mmoja wa ovyo sana. Kwenye declaration zake za mwisho hapa kwa sababu alivyosema une fois tu armée rwandaise inashuka kuingia Uvira, hata subiria kuuliza directement atake Kigali. Unajua bakifika Uvira next ni wapi? Ni Burundi. Bujumbura. Bujumbura. Sio Burundi. Okay sawa. Bujumbura pana. Sasa hata subiria ile. Donc na ni mtu mwenye banajuana Kibarundi na Banyarwanda ni watu wenye bakisema kitu abarudia kinyuma. Mimi nakuwa niko na wasiwasi na gouvernement yetu. Eske tutaendana na Barundi? Juu bale biko determine. Si tu wafarser ba mingi sana. Tunapanga hiki kinafanyika hiki. Tunaenda hivi. Eske tutaweza kumaintenir ile manani ile relation yenye tuko na Burundi? Tutaweza, tushaweza. Wewe imagine i pression M23 ikilikuwa nakula kwa. Ikafanya escale Kamanyola.
Sawa. Huku kulikuwa kama nani? Kulikuwa seneke wazalendo na wanani na FARDC. Wakati wale wazalendo na Burundi. Wakati wale FARDC wanaanza créer ma panique, mais ba résistants wakabakia ba Burundi na wazalendo. Ba FARDC escale Kalemi. Tena batu nenda iko full wa soda. Ndio. Wakati walirepliquer, wakati walirudia, walikuwa msusu wote sa Burundi. Moi muli abandonner poste. Tuacha sasa tu va condamner, tu va commander jusqu'à maintenant de venir. Na ndio bana ile resistance, unasikia resistance kule parce que tuko na baba ya combattre kule. Na ndio maana kulinya de front ya kwanza ni ya Barundi. Yes. Hawana waaminifu na watipe. Hata watu kuzoto wana moma vini wanaanza CD. Yeah, inawezekana hivyo. Wane jana Bobasha alikuwa pa Roger Seko, tukusikilize kuhusiana na masuala ya Bobasha Tanganyika, député provincial. Ulimsikia jana Bobasha? Ndio, Bobasha kwanza kabla kumsikia kuna msemaji kwanza mzuri. Ndio kwenye siku zilizopita alikuwa na question avec débat mu assemblée provinciale à Sud Kivu na gouverneur Jean-Jacques Purusi expliquer mu assemblée provinciale gestion yake ya province durant ma période ya crise. Kulikuwa détournement ya pesa nyingi ya serikali yenyewe ilionekana ilishapita mkono wa nyuma. Na hii inaanzika kama lettre akapigia kwa réseaux sociaux mpaka sasa ile communication ya gouverneur ikaanza jakapare dossier kwanza sema kwanza ile lettre yenye iliandika ina signature lettre comment l'écrit yeshimi maforma za mtu mzima mwenye anaanza kwa intellectuel mwanandika ile maletre. Utaonyesha kwamba Bobasha ni msemaji mzuri sana na yuko anajitahidi kwa kuzungumza vizuri. Jana ilikuwa ni mazungumzo ambayo ilifanyika, iliandaliwa na vijana wa kata la Rombe ya kwanza kupitia kiongozi ambaye anaitwa Pascal Kashungutu. Ndio anakuwa kiongozi wa vijana kwenye kata la Rombe ya kwanza. Ndio waliorganize, ilikuwa ni emission débat public ilikuwa organize na wao vijana. Ndio wasikie ma institution zile makampuni zile ma institution za province depuis zifike hapa Uvira vijana wanafaidika nini. Sasa ile ikawa kwao na fursa kuanza uliza wale wa député provincial na walikuwa wanaandika gavana Purusi lakini akadelege akakwepa alikwepa Purusi alikwepa wewe fikiri na Purusi angefanya fasi na Bobasha soki ukienda mwa hiyo ongle tunataka leta sa juu gavana samani kidogo gavana kukwepa gavana alipata mwaliko na gavana alikuwa sha kise reception katako present ndio delegeo ya kufika alidelege DJ Katembera ule nani ule député ni Kaskaderi Kaskaderi ndo alirepresenter Purusi kwa ile kikao na ndio maana alikuwa anatetea nani Purusi. Ukimsikiliza kana Katembera gisa alianza defense za gouverneur papa yeye pamoja na mwalimu Sumaili ba defendre gouverneur sa Bobasha alifika sasa akamwaga cheche mwisho bote bakashanje nini discours. Lakini nitasaidia kitu kimoja japo hiyo pourparlers zilikuwa sikilika mu ville d'Uvira ya gestion ya province inaweza kuwa wale sio kuwa na mimi si kwa 100% kwa appuyer wala si kwa 100% kuikataa. Gavana wetu Jean-Jacques Purusi mimi siko msemaji wake lakini nasema kwanza ukweli wangu kama ni sense ya combattant Purusi Magufuli sense ya combattant atuapataka gouverneur ça y est mwake mwebene mimi nishakaona atuapataka ça y est parce que c'est quelqu'un mwenye iko proche sana population qui ngine bagavana japo yo mtu asikuwa parfait à 100% mais mtu apaswa kuwa na madéfiance na madéficit zake na yako na point fort zake kuwa proche na wananchi manake nini kuwasikiliza ile écoute ukiwasikiliza kisha nini kinafuata sikiliza ndio ile walisema Moise eske kuko maana kwamba gouverneur iko Uvira eske ni lazima iko Uvira ndio watengeneze Uvira gouverneur eske lazima akuwe Uvira ndio Uvira itengenezwe hapana ushelewa hata kwamba angekuwa Bukavu kama tu ni mtu akutengeneza angetengeneza nani a partir ya Bukavu tusisahau kitu hii projet ya construction ya route haikuanza mwa période ya 23 ilianza kabla ya 23 japo eske ni ya province
Sasa tuwezi gagner kama province ina itia kwa mkono. Hapana, pale hakuna hata 0% ya province. Ndio, lakini hatuwezi gagner hii marché na kama province afika ya mkono. Ewan, eske route kutengenezwa ama ikitarde ni province ndio inatusaidia? Memo tunapeleka. Uvira tuko na maniere yetu ya kureklame. Memo tunapeleka wapi? No. Uvira tuko na maniere yetu ya kureklame kitu. Aone hapa gisi iligoma hapa. Tulifanya? Hapana, ile ni system antuka kama Uvira tunapewa kitu après reclamation zenye tunafanyaga. Aya, gasi itatuandika mara ngapi ile atoke? Alitoka. Unaona? Si tuko na maniere yetu ya resistance. Hii masuala kutengeneza barabara. Gouvernement provincial kama haingeweka pression. Tungipata. Hapana. Sasa kulikuwa mablocage samani kidogo. Kulikuwa mablocage hapa ya avancement ya construction ya route. Tulipeleka memo zetu wapi? Ile si kwa bojo autorité iko siku nani kumeri. Tulipeleka kwa wapi? Kumeri. Kisha meri kapeleka wapi? Meri kapeleka nani ku gouverneur? Gouverneur na iko na pa ya la construction. Parce que kwa na pa meri na ingipeleka gouverneur. Sasa kile tutakuwa na kichwa. Gouverneur haiko ni tunasema ni exécuteur provincial. Les décisions atoka au niveau national. Yeye na iko sa vile représentant wa president sio décider maki mena anapataka naye anabisukuma Kinshasa. Kinshasa kule bana étudier sele ma cas de faisabilité, est-ce que uhitaji upo au wala uhitaji unaweza kwa wakati gani wala usiko wakati gani. Kisha sasa ina mjibia benita mjibia ndio analeta population. Sasa tukiona na mjibia contraire tunaona gouvernement haitumiki. Haya mambo yote ya province, gestion za province na vitu gani, Jean-Jacques Purusi iko na pare yake et aussi mimi siwezi sema kwamba gouvernement ya province kwa Uvira iko na faida yote ile. Hakuna faida yote mpaka sasa hivi kwa sababu kwanza hawakukuja hapa kwamba wanakuja kutaka kwao, bali kimbia Bukavu. Ushelewa? So kisa wanakuja wanakimbia. Mebobasha alijaribu kuwaweka sawa na haituzungumza kimeenda sawa. Na kuna miradi ambao walikuwa wanahitaji kufanya kwa ajili ya vijana hapo Uvira. Ile miradi yote ikabakia ikasaidia kama vile mahadi ambazo Purusi alitoa kwa wananchi. Juu ikumbushe kwamba siku zilizopita alisemaka kwamba kuko projet ambao watafanya ya kwanza kupave maaveni na makartie. Wakasema yote itasaidia employability main d'œuvre locale ya vijana wapate makazi kuliko kushinda kwa nakunya ile mapombe ya vipande. Na mpaka saa hizi bado wakasema kwamba wakasema kwamba zile pesa za kulipa vijana watatumika na zile za kutengeneza mapave zitatokea wapi? Ni hii ma recette ni wako unafanya ma service d'assiette hii ma taxe impôt wakati utaingiza pesa njoo na kataka nasema na chiffre ya montagne washaka collecte kupitia tu ma cité na makaribire iko naingia. Unatosha kwamba serikali inaingiza pesa nyingi sana. Na unakutosha kwamba ile mamiradi yote Purusi akaweka kama ni mkabati kama ni mtiruare mpaka saa hii. Lakini sio kusema kama mimi namchukia Purusi. Niseme kwamba kuna vitu moja nasema kasa vile ya kufurahisha watu kama ni plaisanterie. Kwa nini? Huko wakati alikuwa anatoka Kinshasa akaahidi ku meeting raia. Nilikiwa na envelope yenu kidogo raia nitawapatia. Nikamwambia kwa watu hii ni bongo yeye anasema. Juu hawezi pata pesa kulisha hawa watu tu ukapata kutoka Kinshasa na franga za kutosha hawezi patia watu. Unajua kwamba kwa vitu mwao wako wanasema wafanya siasa, wanadhania kwamba raia kungaliki na ile logic ya zamani ya kudanganywa kwamba atapewa pipi na wakati hawatapewa. Nitaintervenir kidogo hapo. Ile projet ne gouverneur alisemaka kama atalancer pour que ça die jeunesse kupata ngalo kidogo. Mbona unasema sasa mwenye unatumika na niko gouverneur? Situmika kinayo. Lakini niko na nini na information ya mule. Sunaona hapa kwa récemment tulipata kwa communiqué ya maire de la ville ya kusema kama piko ba enquêteur ba fonds social bele balingia mtere si kama tulisoma alilancer sasa aiko kusema sema kama franga zene biko na collecter ndio zitafinancer ma construction za ma tuseme za ma miferegi ma avenue nini rien. Quand tu projet ta compaka baraka il projet à pavage il compare baraka na ministre infrastructure ashafanya mpaka descente baraka na kufanya ma étude ya faisabilité. Sasa bene batakuwa ba bailleur de fonds à l'écope
ni fonds social. Na fonds social pour bientôt. Sina akime na jua mwezi Desembre inaweza fanya lancement. Na ikifanya lancement inafanyaka ndo lancement ya main d'œuvre locale. Ce sont les jeunes et maintenant encore intégrés. Na ndo pale kwa ile message ya gouverneur alisema que pour bientôt kutakuwa kazi sende babiana batapata. Haiko aseme gouvernement ndio tafinancer ni fonds social. Ni haiko se gouvernement provincial ndio tafinancer ni gouvernement national ndio tafinancer kupitia fonds social mondial ndio. Na ile projet itakuwa ni Uvira na Burundi. Hiyo même projet ya fonds social. Ndio atafanya ile pavage, batafanya construction za makanivo, batafanya vya kufanya na itakuwa durée ya mrefu, itakuwa hata contrat ya 3 ans à 2 ans si je ne m'abuse pas. Donc bene mzana semaka, bene gouverneur na semaka biko. Useme tu si baba peuple tunapendaka aseme hivi kitu na kesho kitimike. Na japo kila lumbaka ndo muda. Banakwambia enda ile njara tamki uchwa asoka bora usema na tuone, usiseme tu afa tuone. Tumalizie na ile swala la Rwanda. Rwanda ilipiga marufuku machi ya Kongo wasioneshe Rwanda. Ni ushabiki tu. Lakini Kongo ikafanya makubwa kwa kupiga Nigeria. Hebu tupate kifupi tumalizane pale. Ndio niseme kwamba hiyo kwa upande wangu nianalizie kwamba nchi ya Rwanda inachukia sana Kongo. Na ile msoka kila sekta. Sasa nao hawana bahati. Ndio ile nye ndugu yangu mmoja hivi kapiteni wa Leopard Chancel Bemba alisemaka la justice de Dieu yana. Yaani hukumu wa Mungu itakuja tu. Njoo kutaisha kwao Kongo kupiga Cameroon ikawaluma kuroho. Na bado itawaluma tu sana wakati tunaenda tisa kwa Marekani. Tukisikia tunapiga mechi mbili pale ndio itawaluma zaidi. Na programu iko wapi sasa baada ya hapa tunaenda? Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga Cameroon baada ya miaka za kutosha. Na baada ya kupiga Cameroon kapiga Nigeria. Nigeria ikumbushe kwamba inapiga timu za kutosha za Ulaya. Na ni timu nyiko vizuri sana wachezaji. Kisha hapa baada ya hapo nani sasa? Kufuatana na hii vichapo yote chapiga hizi timu mbili kwa hizi tu mechi za hapa nyuma imeshajipatia kiwango kikubwa sana, inakuwa kukichwa kwa sababu kuna sadia timu 6 ndio zitaenda kucheza match de barrage intercontinental. Yaani kupitia hizo timu huko ambazo zilitoka kama 3 zilitoka Europe, zingine 3 zilitoka huko zilitoka Marekani na zingine 2 zitatoka na wengine moja itatokea Asia. Ndio zitakuwa kama timu 6 na zile timu 6 timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kila kundi baki zitakuwa kundi 2 timu 3 na zile timu 3 kila timu itakuwa yenyewe ilifika kwa kile kiwango na pointi kubwa ndio itakayocheza mechi tu moja ndio inakuwa qualifier mkubwa du monde. Sasa ndio atakamata timu ya pili na ya tatu mkila kundi lake inacheza mechi inajichuja. Ndio inacheza na wako. So zile zitakia kichwa ndio itakia cheza hapo. Tuko na gabati pale kupita. Timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshajinoa nafasi nzuri sana. Bara hiyo. Na hapa serikali nasema hizo serikali hapa kwanza hiyo ratiba ni kwamba timu ya DRC ijitahidi inaweza iko nasemekana pronostiki kwamba wanakutana na Ireland. Ni pays moja nakala kwa Ulaya kwa Europe. Peiba. Ireland. So Peiba. Ireland. 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 Ndio naweza cheza. Peiba ndio Netherland. Wala kama haitakuwa inaweza kuwa ni Jamaica. Ndio timu mbili zenyewe ziko. Ndio zenyewe ziko na subsone, lakini kiwango cha Kongo ukiangalia mechi ambazo hizi mbili zitatoka kucheza hasa zaidi mechi ya jana ya Nigeria. Ile pale inaonyesha kiwango kikubwa sana mpira wa kutulia. Sio kama zamani tulikuwa tunacheza mchezaji anacheza mpira ili kimtoke tu huko. Basi kisema kwamba mpira ile mgumu. Haiko ile MU ile ndio ilipatia hiyo mtisha MU ilikuwa ni kufuatana na mechi ambayo ilipita juu wapatie motivation. Si ndio hiyo wakajua tena na ipi tutapata nyingine MU. Ndio lakini wamejituma zaidi. Na nasikia tena huko MU nyingine yenye biko naandaliwa wakikuwa qualifié sasa mkubwa du monde. Ndio kuna envelope kubwa ambayo ni uzito. Hivi kwa leo wanasubiriwa leo hii siku ya kwanza. Wanasubiriwa majira ya saa 7 kwenye uwanja wa De Martyrs mjini Kinshasa. Na rais wa nchi Felix Tshisekedi aliandika tangazo akapigia akasema kwamba wananchi wote wanapokea wachezaji wetu ambao wametutosha haya masomaso wametutosha haya. Yani jambo la kupongeza. Na maneno kupitia mechi nyingi, hiyo mechi ya jana Nigeria ilisema kwamba wameonewa. Angalia wakongomani wametumikisha uchawi, ukiangalia ukifuata hata video ya hapo kati mapenalty imekuwa juzi kwa zinapigwa. Robert Kidiaba alikuwa anaonesha mikono kwa namna ambayo unaangalia unasema hapa kuna kitu kilikuwa kiendeke hapa. Ya kufanya bana itaka kama ni pratique mwa votour ya kuwa anafanya vidole na kachupa akakutetikisa hivi. Niseme kwamba Kongo
Sio kwamba walipiga mechi ya Nigeria jana asime kwa sababu ya bahati. Walipiga kwa sababu wanavijua. Walistahili kupiga. Kwa nini? Arbitrage ilikuwa inapengama kwa namna ajabu. Na isema kwa sababu kwamba niliona mechi mwenyewe. Na arbitrage ilipengama ikawajitahidi kuwatetea kwa namna ya ajabu, wakashindwa tu. Na kwa sababu ukiangalia Nigeria kuna wachezaji wazuri kama vile wa Demola Lookman wa Atalanta Bergamo, Victor Osimhen ambao wanachezea huko Ulaya. Tena wachezaji wazuri sana wanacheza, lakini hawakuwa na bahati. Sijui kama walifungwa kwa namna ya ajabu. Ndio vile. Lakini leo pade ikacheza mpira wa chini na wakacheza vizuri mpaka mechi ilikamalizika. Na ukiangalia mechi ya pili, goli la pili mwisho kwa penalty, kulitoka kitu kimoja kenye hata wa sportif waliregrete yenyewe na kama reglement FIFA kusema kwamba wakati mchezaji anataka kupiga penalty, ukikuwa kitu chochote kile wanatupa kutokea nje, wanatakiwa kwanza kustope kwanza ile kitu watoshe ndio wacheze mpira. Lakini joueur wa Nigeria anataka piga penalty, pale shabiki mmoja katupa chupa karibu na ile kabumbu, ikampoteza vizio, gardien alikuwa anadaka akapiga goli kaingia. Kumbe refa alikuwa anatuchukia. Atuchukia. Alikuwa na Rwanda ule refa. Alikuwa Rwanda. Alikuwa mzungu huyo. Alikuwa mzungu. Kwa Tunisia. Sio wale. Kwa Tunisia sasa utaisha kwamba kuna vitu Kongo yeyote mwenye anaenda kontra Kongo ni M23. Ndio. Ule refa ni M23. Mimi nawashukuru sana. Nashukuru sana, nafikiri tupata muda mwingine. Hii ni maelezo na habari za Baraka1 TV. Tukutane majira ya saa 12. Bye bye.